Na mtazamaji wa Trend TV, bwana, moja kati ya interview ambazo zimemake headline huko mtandaoni ni kuhusiana na tukio la Harmonize kuonekana akiwa na Kajala kama wamerudiana, na kwa mujibu wa Mario akiwa kama ndiye kijana ambaye yuko katika mahusiano na Paula, mtoto pekee wa Kajala. Basi ina maana kwamba automatically wapo kama Harmonize na Kajala wakiwa wamerudiana, basi anakuwa ni kama baba wa kufikia wa Paula, na hiyo moja kwa moja inampa nafasi ya yeye kuwa kama mkwe wa Mario au vipi bwana, babu wa Amara. Nadhani hapo utakuwa unaelewa jinsi ambavyo family tree inavyoenda. Sasa Mario amefanyiwa interview, na katika interview ambayo Mario amefanyiwa akaulizwa kwanza kabisa yeye anamhitaji Harmonize. Kwa mujibu wa Mario amenyosha Kiswahili, na ni moja kati ya interview ambazo sijawahi kuona Mario akiwa anaongea point kiasi hiki. Of course anaongeaga point, lakini this time around ameongea point kupitiliza. Ameonyesha kwamba ni kijana ambaye anajitambua na yuko na busara actually. Umeona Mario ameongea point tupo humo, kwa sababu alivyoulizwa swali la kwamba je, unazungumziaje issue ya Harmonize na Kajala kurudiana. Hili swali ni la mtego, na Mario amegundua kabisa kwamba hapa ameulizwa swali la mtego, na yeye mwenyewe hajataka kujichanganya, ametuliza akili. Alichokijibu Mario amesema kwamba yeye bwana, kwa upande wake yeye bado Harmonize ni kama brother wake, ni mtu ambaye amefanya naye kazi zimeenda, na amemonyesha ushirikiano mzuri sana katika project ambazo wamezifanya. Lakini pia akajazia kusema kwamba kwa sasa hivi ni brother wake, lakini iwapo kama yeye mwenyewe akiamua, akipambania nafasi yake katika mahusiano yake, akaja akapata nafasi ya kumuoa Kajala, yeye atamuita baba mkwe. Na hiyo milango iko wazi kwa upande wake yeye. Lakini kuzungumzia issue ya upande wa Kajala, Kajala ni mama mkwe wake, anamheshimu, hawezi kuzungumzia mahusiano ya upande wa Kajala na mtu yoyote yule, kwa sababu huyu ni kama mama yake, ni mwanamke ambaye amemzalia mkewe. Kwa hiyo basi hawezi kuzungumzia mahusiano yake, ataonekana hana adabu, kitu ambacho ukisikiliza vizuri hii interview ambayo ameifanya ina make sense. Na unaelewa kabisa kwamba huyu Mario yuko na IQ kubwa sana na uwezo mkubwa sana wa kufikiria na kujibu maswali vile vile, ambapo tunafahamu kwamba wasanii wengi tu wakubwa hawanaga uwezo wa kujibu maswali kiufasaha kama hivyo. Unaona, so shout out sana kwake Mario, na hicho ndicho alichokijibu kuhusiana na issue ya Mario, issue ya Harmonize kurudiana na Kajala. Umeona bwana, lakini ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho amekizungumza ni kwamba Mario ameweka wazi kuwa suala la kufunga ndoa na Paula tayari lipo kwenye plani zake, na ile speech ya kaka yake au anko wake katika shughuli ni kwamba imemkumbusha hilo swala. Pia ni mtu ambaye wakikaa waga wanazungumzia kupenda na kujali familia. Umeona bwana, kwa hiyo issues za process ya Mario na Paula kuoana vipo on the menu. Umeona bwana, so it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.